Mkuu wa JKT Tanzania aonya wanaogushi saini yake. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT, Meja Jenerali Rajabu Mabere, ametoa onyo kwa baadhi ya watu wanaogushi vyeti vya jeshi hilo pamoja na kugushi saini yake wakitumia katika matumizi mbalimbali, hasa kuomba ajira kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Meja Jenerali Mabere ameyasema hayo wakati akiongea na waandishi wa habari wakati wa ziara yake katika kikosi cha jeshi cha 837 KJ kilichopo mkoani Morogoro. Mabere ameyasema kuwa vijana hao ambao wanafanya uhalifu huo hawajapitia mafunzo ya JKT Tanzania, lakini wanatumia vyeti vya vijana waliopitia mafunzo ya JKT ili wapate ajira, kitu ambacho ni kosa la kisheria. Pindi watakapobainika kuendelea kufanya hivyo, watachukuliwa hatua kali za kisheria. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabere ametoa onyo kwa baadhi ya watu wanaogushi vyeti vya jeshi hilo pamoja na kugushi saini yake wakitumia katika matumizi mbalimbali, hasa kuomba ajira kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. TLC imepata hasara shilingi bilioni 224. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Daktari Charles Kichele amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema shirika la reli Tanzania TLC ilipata hasara shilingi bilioni 224 ikilinganishwa na hasara shilingi bilioni 102 wa mwaka uliopita. CAG Daktari Charles Kichele amesema shirika la reli Tanzania ilipata hasara shilingi bilioni 224 ikilinganishwa na hasara bilioni 102 mwaka uliopita. Hasara ilichangiwa na kupungua kwa mapato, usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabewa, pamoja na mvua kubwa zilizosababisha kufungwa kwa njia miezi minne. Shirika lilitumia shilingi bilioni 29.01 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku iliyotolewa, shirika ingepata hasara ya jumla shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii inahusu kipindi kilichoishia Juni 30 mwaka 2024 kabla kuanza kutumika kwa treni za SGR. Kwa hiyo mapato ya SGR hapa hayapo. Mheshimiwa Rais, napendekeza TLC ijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza gharama. Iandae mpango wa kina kwa kupata injini za treni na mabewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji ipasavyo. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Daktari Charles Kichele amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema shirika la reli Tanzania TLC ilipata hasara shilingi bilioni 224 ikilinganishwa na hasara shilingi bilioni 102 kwa mwaka uliopita. Ofisi ya PPRA Tabora yateketea kwa moto. Ofisi ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi kwa umma PPRA kanda ya kati na magharibi iliyopo katika jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora imeungua na kuteketeza nyaraka na vitu vingine vilivyokuwa kwenye ofisi hiyo, huku chanzo cha awali cha moto huo kikitajwa kuwa ni hitilafu ya umeme. Afisa utawala kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, mratibu mwandamizi wa jeshi hilo Omar Simba, ambaye ameongoza zoezi la kuzima moto huo, amesema moto huo ulianza kuwaka katika chumba kimoja na kutoa wito kwa jamii kutumia vifaa vya kuzimia moto vilivyopo katika maofisi na kuweza kudhibiti majanga ya moto. Amesema tulipata taarifa kuwa ofisi ya RC inaungua kwa moto. Tulipofika hapa tumekuta ni chumba kimoja cha ofisi ya PPRA ambacho kilikuwa ni server room. Kutokana na changamoto ya ofisi, hawa wenzetu walikuwa wanatumia kama server room na kuhifadhia baadhi ya vifaa kama vya stationary, vitu vilivyochangia kusambaza moto kwa kasi, lakini kwa bahati nzuri tumefanikiwa kuzima moto katika chumba hicho kimoja ambacho kilianza moto ndio kikaungua na kusababisha vyumba vya jirani kupasuka vioo kutokana na joto la moto. Chanzo cha awali kwa maelezo ya haraka ambao tumezipata kutokana kwa watu wa ofisini hapa ni kwamba nguvu ya umeme
ilikuwa inasumbua, unaingia mwingi mara mdogo na huwa unafanya marekebisho ya mara kwa mara, lakini leo ndio kimetokea hivi. Kama jeshi la zimamoto tunaendelea kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ni nini hasa chanzo cha ajali, na pia ninawashauri wananchi kutumia vifaa vya kuzimia moto ambavyo vinawekwa katika maofisi. Ni taarifa kutoka huko mkoani Tabora. Hatimaye ofisi ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi kwa umma PPRA kanda ya kati na magharibi iliyopo katika jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora imeungua na kuteketeza nyaraka na vitu vingine vilivyokuwa katika ofisi hiyo, huku chanzo cha awali cha moto huo kikitajwa kuwa ni hitilafu ya umeme. Amos Makala atoa kauli. Katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makala amewasili katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi mkoani Mbeya kuanza ziara siku 3 katika mkoa wa Mbeya na Iringa, akisema kuwa hakuna haja ya kuwabembeleza Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwani Chama cha Mapinduzi CCM kinakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba. Akizungumza na viongozi, wanachama, wananchi wa mkoani Mbeya, CPA Amos Makala amesisitiza kuwa chama kipo tayari kushindana kwa njia ya haki kikatiba, huku akieleza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM kinaendelea kutoa huduma bora kwa wananchi kupitia uongozi wa kidiplomasia na uwazi. Watu mbalimbali kutoka mkoa wa Mbeya walihudhuria mkutano huo na kuonyesha mwamko mkubwa wa kumkaribisha. Ni taarifa kutoka jijini Mbeya. Hatimaye katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi, uenezi, mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makala amewasili katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya kuanza ziara siku 3 katika mkoa wa Mbeya na Iringa, akisema kuwa hakuna haja ya kuwabembeleza Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwani Chama cha Mapinduzi CCM kinakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba. TANESCO inadaiwa shilingi bilioni 238.71 na IPTL. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Daktari Charles Kichele amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema shirika la umeme Tanzania TANESCO linadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya IPTL, ikijumuisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba yake ni shilingi bilioni 127.22. Daktari Charles Kichele amesema pamoja na mgogoro kuhusu kutohusishwa kwa leseni ya IPTL kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2022, kampuni hiyo iliwasilisha madai mengine mengi ya fidia, gharama za uzalishaji na ada ya kisheria, huku TANESCO ikidai mgogoro huo umeshatatuliwa kupitia kesi yenye nambari 200 ya mwaka 2015. Kwa upande mwingine, hadi Juni mwaka 2020, IPTL ilikuwa imerejesha dola za Marekani milioni 148, shilingi bilioni 389.83 zinazodaiwa na serikali tangu Februari mwaka 2022, zilizotokana na makubaliano kuhusu fedha za Tegeta escrow. Napendekeza kuwa serikali ifanye tathmini kamili ya madai yote ya madeni yaliyohusiana na kampuni ya IPTL ili kubaini uhalali wake, usahihi wake na utekelezaji wa makubaliano ya kisheria. Pia serikali irejeshe pesa inazozidai IPTL dola za Kimarekani milioni 148. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Daktari Charles Kichele amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema shirika la umeme Tanzania TANESCO linadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya IPTL, ikijumuisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba yake ni shilingi bilioni 127.22. Daktari Kikwete awasilisha ujumbe wa Rais Samia nchini Algeria. Rais mstaafu wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewasilisha ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Algeria. Katika mazungumzo yao, viongozi hao wawili walijadili kwa kina kuhusu uhusiano wa muda mrefu wa kindugu kati ya Tanzania na Algeria, wakisisitiza mshikamano na ushirikiano imara ulioanzia enzi harakati za ukombozi wa Afrika. Na waasisi wa mataifa hayo mawili pia wamejadili njia za kuimarisha zaidi
uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano katika sekta kama biashara, uwekezaji, elimu, afya na ulinzi. Katika hatua nyingine, waziri wa afya Jenista Mhagama amewasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Jamhuri ya Malawi Lazarus Chakwera katika ikulu ya rais iliyopo jijini Lilongwe nchini Malawi. Rais Chakwera amewashukuru sana wa Tanzania na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumbe huo maalum na kusema Malawi na Tanzania zinaendeleza ushirikiano wa kihistoria uliopo baina ya mataifa hayo mawili. Ni taarifa kutoka kwa nchini Algeria. Rais mstaafu wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewasilisha ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Algeria. Katika mazungumzo yao, viongozi hao wawili walijadili kwa kina kuhusu uhusiano wa muda mrefu wa kindugu kati ya Tanzania na Algeria, wakisisitiza mshikamano na ushirikiano imara ulioanzia enzi za harakati za ukombozi wa Afrika na waasisi wa mataifa hayo mawili. Pia wamejadili njia za kuimarisha zaidi uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano katika sekta kama biashara, uwekezaji, elimu, afya na ulinzi. Deni la serikali laongezeka na kufikia trilioni 97.35. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Daktari Charles Kichele amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema deni la serikali limeongezeka na kufikia shilingi trilioni 97.35 kutoka trilioni 82.25 katika mwaka wa fedha uliopita. CIG Daktari Kichele amesema kufikia Juni 30 mwaka 2024 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha 2022-2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje shilingi 65.40. Tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CIG Daktari Charles Kichele amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema deni la serikali limeongezeka na kufikia shilingi trilioni 97.35 kutoka shilingi trilioni 82.25 katika mwaka wa fedha uliopita.